Kabla haijazaliwa milima wala haijaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiyo ya Mungu. Kiitikio: wamrudisha mtu mavumbini, usemapo, rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Kiitikio: Basi uturudishe kuhesabu siku zetu, ujipatie moyo hekima. Ee Bwana, urudi hata lini? Uwahurumie watumishi wako. Kiitikio: utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wako. Kiitikio: ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani, na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana na Kristo. Neno la Bwana.
Bwana awe nani. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipofika nchi yake, akawafundisha makutano katika sinagogi lao. Hata wakashanga wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii akosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Neno la Bwana. Leo tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Joseph mfanyakazi, mtu ambaye hakuwahi kuhubiri mahubiri au kuandika neno lolote katika maandiko, na bado anazungumza nasi kwa nguvu kupitia maisha yake. Papa Pius 12 alipoanzisha sikukuu hii katika siku ya kimataifa ya wafanyakazi, alitaka kanisa kutangaza jambo muhimu: kazi si mzigo tu, ni wito. Yusufu alikuwa seremala, mikono yake ilikuwa migumu, siku zake zilikuwa za kawaida. Hakukuwa na mwangaza, hakuna kutambuliwa. Na bado katika maisha yayo aliyofichwa, Mungu alimkabidhi hazina kuu zaidi, Yesu na Mariamu. Hiyo inatuambia jambo la maana: Mungu hayupo tu katika nyakati zisizo za kawaida, lakini katika kazi ya kawaida ya maisha yetu ya kila siku. Watu wengi leo wanahangika na kazi. Wengine hawana kazi, wengine wana kazi nyingi, wengine wanaishi juhudi zao hazizingatiwi au hazithaminiwi.
Mtakatifu Joseph anaelewa haya yote. Anatukumbusha kwamba thamani ya kazi yetu haipimwi kwa hadhi au mshahara, bali kwa upendo na uaminifu. Kazi inapofanywa kwa uaminifu na uangalifu inakuwa aina ya maombi. Yusufu anatufundisha masomo matatu rahisi lakini yenye nguvu. Kwanza, heshima ya kazi. Hakuna kazi iliyo ndogo sana inapofanywa kwa ajili ya Mungu. Iwe huko afisini, darasani, shambani, dukani au nyumbani, ukitunza familia, kazi huko ni muhimu. Pili, wajibu na uaminifu. Yusufu alikubali jukumu lake bila kuelewa kikamilifu mpango wa Mungu. Aliamini na akatenda katika ulimwengu ambao mara nyingi hudai uhakika. Yusufu anatuonesha ujasiri wa kusonga mbele katika imani. Tatu, utakatifu wa maisha ya kawaida. Maisha mengi siyo makubwa, ni kawaida, lakini ni hapo hasa katika utaratibu ambapo utakatifu unafanizwa. Yusufu akawa mtakatifu si kwa matendo ya ajabu, bali kwa uaminifu usio wa kawaida katika mambo ya kawaida. Ndugu zangu, labda ujumbe mkuu wa Mtakatifu Joseph ni huhitaji kuwa maarufu ili kuwa mtakatifu. Unahitaji kuwa mwaminifu. Leo hebu tulete kazi yetu, mapambano yetu, uchovu wetu, matumaini yetu kwa Mungu. Hebu tuombe Mtakatifu Yosefu atuongoze, atutie nguvu na atukumbushe kwamba kile tunachofanya kila siku kina thamani ya milele, na tujifunze kufanya kazi kwa uadilifu, kuishi kwa unyenyekevu na waamini Mungu kama Yusufu alivyofanya. Tumsifu Yesu Kristo. No
huu mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu wako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, akitwa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake, akisema, twaini mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake, akisema, twaini mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunapoomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kuanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mtume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao
tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Lebena, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, wa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapoke kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tusibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake anakujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Tazama mwanakondoo wa Mungu. Tazama aondaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwanakondoo. Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona.
Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani.